Bwana atukuzwe. Tunaingia kwa mafundisho ya Biblia. Na tukirudia pale ambapo wewe unajua tulikuwa, ni mzuri tu usikize sana, sababu kurudia ni kwa maana ili tuendelee. Sasa tuna ibada mbili, tutaweza shikanisha mambo yetu vizuri. Praise God. Na sasa sababu ibada ni mbili, tutakuwa nafasi ya kupatiana neno kwa ukamilifu. Mwandishi aliyeandika kitabu cha Wakorintho wa kwanza aliandika vizuri, baye ni mtume Paulo akiwaandikia watu wa kanisa la Korintho. 1 Corinthians chapter number 15 verse 15, the last verse. Aliwaandikia kuwatia moyo, ni sababu anawaita wapendwa, au my dear brothers. Sijui hapo kwako wanaitwaje, lakini wanaitwa my dear brothers. Amen, amen. Wameandikiwa barua hii na mtume Paulo kuwatia moyo kwa ajili ya kanisa lile Paulo alifungua katika sehemu hiyo ya Korintho. Aliwatia moyo sababu walijaa wasiwasi nyingi, na zaidi ya yote walikuwa watu wa njia mbili au tatu. Walikuwa wanakusanya vitu vya kanisani na vitu vya duniani, usingelijua mpaka uko wapi. Na pia walioamini Kristo vile vile walichangamana. Wengine wakaacha imani yao, wakaanza kuamini mafundisho sio ya kweli. Ukisoma hapa ndugu yangu Samuel, utusomee hapo. Na this shit doesn't have anybody. That one. That one. Katika Biblia ya Kiswahili waje tusomewe next to brother Mulio Kidea. The other one, the one may come. Never. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 58. Yes. Biblia inasema, basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Mukazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Hebu anza tena pole pole, tunaenda kufundisha hiyo somo. Biblia inasema, basi ndugu zangu wapendwa. Ndugu zangu wapendwa ni kumaanisha ni watu walioonja injili ya Yesu Kristo. Ndio wanaitwa ndugu zangu wapendwa, ni sababu walikuwa tayari wameunganika katika injili ya Kristo. Muimarike. Muimarike ni kumaanisha aje? Be steadfast. Another one, you stand firm. Okay. Muimarike, kumaalika ni kusimama imara, ni kuwa na ujasiri kwa kile ambacho unafuata au kile ambacho umeamini. Anawaambia wamaalike. Tuendelee. Msitikisike. Msitikisike. Do not be moved. Mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Kazi yenu sio bure katika Bwana. Wacha tu simamie hapo nieleze. That is my topic. That is the topic ambayo niko nayo kuhusu sacrificing, kujitolea. Na tulianzia mahali pale tukaona umuhimu wa kujitolea, na tukamwona Yesu ndiye mfano wetu
hasa kabisa kwa jinsi ya kujitolea. Tukaona wanafunzi wa Yesu Kristo pia jinsi walivyojitolea, kweli. Na tukaona katika Old Testament watu ambao walitolea mwanga katika huduma. Tukamwona Nehemia, tukamwona Esther aliyofunga siku 3 bila maji pamoja na wale wengine, na tukaona pia kujitolea kwake Ibrahimu. Na sasa tunaona jinsi Kristo amejitolea hadi kufa kwa ajili ya kuokoa maisha ya mwanadamu, kwa ajili ya kwamba siku moja wewe na mimi tutaitwa wana wa Mungu. Yesu akajitolea kwa kupenda kwake, akatoa uhai wake ili aukomboe ulimwengu kutokana na dhambi zao. Amina, amina. Hakika tunaona wakina Petro na wale wengine jinsi walivyojitolea baada ya Yesu Kristo kupaa kwenda mbinguni. Waliobaki walijitolea mwanga, hata wakati ambao wakina Stefano walikuwa wanatwangwa na mawe, walikuwa wanaona mazuri ya mbinguni. Hata anatoa sauti yake, anasema mimi naona mbingu imefunguka na naona nangojewa na Yesu. Praise be to God. Watu waliojitolea. Mungu anapenda watu wa kujitolea kutokana katika mioyo ya kutokana katika kilindini ya mioyo yao. Haleluya. Na wakati tunaongelea mambo ya kujitolea au sacrifice, Mungu akona haja sana na the man called sacrificer than the sacrifice. Let me be very precise. Sacrifice, unaweza kutoa mbuzi, unaweza kutoa pesa, unaweza kutoa maharagwe, unaweza kutoa mahindi, unaweza kutoa vitu vyovyote kama sacrifice yako. Unaweza toa hata ng'ombe. Lakini kumbuka, Mungu ana haja sana na moyo wako umtolee wewe. Ukimtolea moyo wako inamfurahisha Mungu sana, sababu vyovyote vile vingine utatoa ni vile amekubariki naso. Praise be to God. Amen. Ndiposa Psalms 51 Biblia inasema Mungu anapendezwa na moyo uliovunjika na kubondeka. A contrite heart and a broken heart the Lord will never despise. It's in Psalms 51 verse check 17. If it is 17, check. Sababu Mungu anaja sana na wewe. Na kila wakati Mungu anapenda kuandamana na maisha ya mwanadamu. Na maisha ya mwanadamu mbele ya Mungu ikiwa sawa, mwanadamu hata kuwa na shida kubariki Mungu na sadaka na vitu vile Mungu amembariki nazo. Zaburi 51 mstari wa 17 inasema, dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Dhabihu ya Mungu ni roho iliyovunjika. Moyo uliovunjika na kubondeka. Moyo uliobondeka na kuvunjika. Mungu hautaudharau. Mungu hataudharau kama. Praise be to God. Hiyo ndio dhabihu inayopendeza Mungu. Kweli tunatoa dhabihu hapa, lakini dhabihu ile kabisa inayopendeza Mungu ni ile ya moyoni uliovunjika na kubondeka. Moyo ambayo unafanana na Mungu. Moyo usio wa kujilipishia kisasi. Halo? Moyo uliobondeka ni moyo ambaye haujipiganii, haujilipishii kisasi. Moyo uliobondeka, dhabihu ya mtu huyo inampendeza Mungu. Ninataka kusema ya kwamba dhabihu inaweza kataliwa, sababu ya kadiri moyo wako ulivyo mchafu, ndivyo na sadaka yako au dhabihu yako itakataliwa. Kama moyo wako ni msafi mbele ya Mungu, basi dhabihu yako moshi wake utaenda straight.
vertically 90 degrees to the horizontal. Haleluya. Unang'ang'ana kweli na una sweat, unatoa jasho. Funga mkono. Sema haleluya. Unamletea Mungu sadaka. Alafu Mungu unaileta kwa madhabahu. Mungu anaipiga teke. Anasema hii haina faida mbele ya macho yangu. Na sitaki kuiona kama. Sababu gani? Sababu ya moyo uliotoa dhabihu. Please, listen to me carefully. The sacrificer, the giver of the gift, the giver of the offering, the giver of the tithe, the giver of any other kind of giving. Hata kama ni ng'ombe unatoa, mwenye kuitoa Mungu anaangalia huo moyo. Mungu anapendezwa na moyo ambaye uko wazi, moyo ambaye ni changamfu. I don't know. Cheerful giver. God loves a cheerful giver. Moyo ulio msafi. We are talking about a sacrificed life of a giver. Moyo kama hujakuwa sacrificed, ni ngumu sana sacrifice yake kupokelewa na Mungu. Halo? Ni ngumu yenyewe. But that is how it is. Unaona watu wanasema hatuwezi kusuiliwa kuleta sadaka kanisani. Sawa? Wakisema wanaletea Mungu. But out of what is given, how much is received by the Lord? That's the question. You know? Unajua? Lazima nikueleze ukweli mpendo. Ukweli. Hata ukienda ufungue ng'ombe yako ya kilo 500 kuleta kanisani, ikiwa moyo wako umechangamana na vitu vya dunia, ng'ombe itakuliwa au iuzwe. Hata ikiuzwa finally, kazi ya ng'ombe ni kuliwa nyama ile. Final stage. But even then, wewe mwenyewe hujakubalika mbele ya Mungu. Bado Mungu amekukataa na vitu vyako kama alimkataa Kaini. Mpaka akaingiwa na roho ya shetani ya kumwanda ndugu yake. Ndio Mungu anasema sadaka za kuteketeza sijaomba, sijaitisha. Kitu kinatakikana ni moyo uliobondeka na kuvunjika. Moyo unaopendeza Mungu, moyo sio kanyanga njia mbili. Ndio hao watu wanaandikiwa na Mtume Paulo, wanaambiwa wamaalike, stand firm. Kama umeokoka, simamia wokovu, shuhudia wokovu, uwe Kisii, uwe Nyamira, uwe popote, simamia wokovu through and through. Wacha watu wajue wokovu wako. Wacha watu wajue msimamo wako katika hawa watu wanaitwa watu wa kuokoka. Watajua msimamo wako wakati utakataa kutenda yale ambao wanaoyatenda. Wewe unasema mimi nimeokoka na hapo siwezi. Na hiyo siwezi. Sababu nimeokoka, dhamiri yangu inanishuhudia hii siwezi kuungana naye. Hatutaonekana tofauti katika ulimwengu kama sisi tutakubaliana na yale ambayo yanatendeka ulimwenguni, tunaungana nayo. Praise God. Si kila mtu anasema Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, aliona roho safi mbele ya Mungu. Chunga na uwe na kichungi ya kuchunga vizuri. Sababu sio kila mtu anayesema Bwana Bwana hataingia katika ufalme wa Mungu,
bali wale wanaotenda matendo ya Bwana. Matthew 7:21. Sio wale wananiita Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa Mungu, ni wale watendaji. Let us be doers. Tuwe watendaji. Praise be to God. Tukisema tunasema na tunaamini na tunatenda kile tumesema. Paulo anawaambia please simameni katika imani ndani ya Mungu. Soma 16:13. 16 hapo tu. Hicho kifungu cha 16 ni Wakorintho wa kwanza mstari wa 13 inasema, kesheni, simameni imara katika imani. Simameni imara. Anaanza na kusema kesheni, meaning muwe waangalifu. Guard yourselves. Kesheni, yani ujikeshe. Ujikeshe. Ayaye. Ujikesheni ni kumaanisha usilalie masikio au macho, usifunge. Kaa chonjo kwa maisha yako ambayo unaishi leo. Kesha, yani jiangalie, jichunguze. Soma. Kesheni, simameni imara katika imani. Simameni imara katika imani. Mpendwa, simama imara mtaani katika imani. Simama imara kwa wapinga Kristo. Simama imara kwa wale pale unafanya biashara. Simama imara. Wacha watu wajue umeokoka ile ya ukweli. Sababu watu wamedharau wokovu. Wanasema mnasambia tunaokoka. Si nani na nani. Sisi sio wa kulinganishwa na nani. Tulinganisha na Yesu. Wokovu wetu ni wa Yesu. Tunaenda mbinguni ya Yesu. Unanilinganisha na mwanadamu ya nini? Kama alishindwa na safari ni yeye. Amina. Yesu hakushindwa, na ndio mwangalizi wetu. Na ndio tunatazama. Usinilinganisha na watu. Unaniambia askofu alianguka, so what? Kwanza nani alikwambia alitambulika mbinguni kuwa askofu? Askofu duniani si askofu mbinguni. Sikianga hivi. Halo? Mhubiri hapa duniani sio mhubiri mbinguni. Hata reverend wana siku hizi reverend hapa sio reverend mbinguni. Hapa ni kwenu. Na reverend kwenu. Na maaskofu kwenu. Huko sio mbinguni, hapa ni siri. Ndio mko na hiyo. Hapa ni siri, ndio mko na hiyo. Mbinguni hakuna hiyo. Mbinguni ni hapa kukoje? Yes, uko aje? Umemalika mbele ya Mungu au umejulikana tu na watu? Soma maandiko. Fanyeni kiume mkawe hodari. Anza tena. Naanza na kusema kesheni. Kesheni. Simameni imara. Jiangalie na usimame imara. Kusimama imara ni kumaanisha usitingiswe na chochote. Kama umeamini Yesu kama mwaminifu. Amina. Utukanwe kama mwaminifu. Udharauliwe kama mwaminifu. Usipate kujipigania. Yesu hakujipigania. Yesu aliyenyekea mpaka kifo cha msalaba. Watu wanamuuliza maswali ya ujinga sana. Lakini hapo ajibu. Hakusema Idama sedeni. Vita. Mtume Petro alikuwa anataka kumsaidia kumpigania wakati alikuja kukamatwa. Paka Petro akatoa panga akakata sikio la wale ambao walikuwa walinzi wa Caiaphas. Caiaphas ni high priest. Akakata sikio. Yesu akachukua sikio akarudishia mwenye sikio. Akamwambia Petro, hii kazi si ya namna hii, si ya upanga. Wanao huwa na upanga, watakuwa na upanga, wachana na upanga. Hii kazi ni ya kiroho. Mimi ningeitisha majeshi ndio wangekuja hapa, lakini si hivyo. Hiyo sio njia. Njia ni unyenyekevu
ya kuelekea mbinguni. Hatuwezi pigana hii ya mwili, rudisha na hii tabia uache. Maana huwezi kupeleka. Na Petro huyo alikiona. Alitupa hata panga. Wakati Roho Mtakatifu alikuja juu yake, alihubiri kama mwanasimu. Bwana sasa akaambiwa tunakusulubisha, akasema msinisulubishe kama Yesu Mwokozi wangu. Nisulubishe kichwa ikienda chini. Halo, yule alikuwa anakata mtu na sasa si ya panga, ni ya rohoni. Akaelewa mambo ya rohoni ni rohoni. Wapendwa, tusipigane vita ya mwili na watu. Wakikudharau achana nao, waachie Mungu. Vita vyako ukiachia Mungu utafaulu. Vita vyako ukipigana because of emotions. Unaona wamekupeleka wamesindi. Unasema wamesindi wataniona. Hakika you have started going towards Misri. Wakati umesema tu wataniona na umeokoka, umeanza kuangalia Mungu. Sababu unataka kujipigania, wacha Bwana akupiganie. Hawa maadui zako wapatie Bwana. Mtu mmoja msemi au mwenye akili alisema maadui wako wanafanya kazi wakiongozwa na Mungu ili wakufungulie njia nzuri zaidi ya kukupeleka juu zaidi. Maadui wako, they are working for you to achieve your dream in the soonest possible time. Mungu anawatumia wakuharakishie ndoto zako kutimia. Hello? Yes, some of the people are being used by the devil. God allows it. Ili ufike mahali unatakiwa kufika haraka. Hello? Praise God. Asubuhi nilipeana mfano kwa mtu aliye nichukia akaniharakishia baraka. Yes. God works in supernatural ways. Ataandaa meza mbele ya watesi wake. Maana ni Mungu. Huwezi linganisha Mungu na mwanadamu. Wewe ukijisikia wewe unaweza kujipigania, Mungu anakuacha. Ili shetani aliye ndani yako aonekane. Mungu amekuacha. Usijipiganie, ambia mtu usijipiganie. Yes. Hiyo injili tulikuwa tunamaliziwa na COVID. Tusikaribiane nao is 1 week unaweza ambia mtu. Then it was 1.5 au ngambia mtu lakini sasa 1 week. Tomorrow or the day after sasa tunakuwa kama kawaida. Tunapigana hii na hii. Hapo ndio tumetoka. COVID is going to determine our future. Lazima tukatae. It cannot determine our tomorrow. Praise God. Umemaliza? Uwe hodari. Simameni imara katika imani. Fanyeni kiume mkawe hodari. Fanyeni kiume. Wewe hiyo maneno. Hiyo Kiswahili nyingine nani? Amen. Fanyeni kiume ni kumaanisha you have a strong courage. Like a lion. All right? That's what it means. Face your challenges courageously. Face whatever comes on your way using the word of God. Hallelujah. Yes, stand firm. Simama imara. Never compromise your faith. Usikubali kubadilisha imani yako. As a believer, face the challenges that you are facing today courageously, and God will fight your battles. Amen, amen. Yes. Devils
God's involvement in the crucifixion of Jesus was a masterminded error on his part. He did not know that Jesus will rise again. What an error. Na mistake nyingi watu watafanya wakifikiria wanakumaliza, kumbe ndio wanakupromote. Me, I was promoted like that. Nilipewa barua kwenda Kwale, simple language, very fast. Nikiwa nafanya na ngaba na mkubwa wangu maana alinichukia sababu ya kuona sana. Kuona sana na kukataa na kuona sana na kuona. Nikiona kama kuna corruption nataka kuingia naifunga na naiweka juu. Sasa mambo inakuwa mbaya. So nikapelekwa kwa project ilikuwa na pesa. Na sababu mimi si mwizi itanisaidia na nini? Kama iko na pesa hakuna faida. Nikasema mchana wangu sawa. Ili angavaa tu. Hallelujah. Mungu akaingilia kati because at the ministry I was an evangelist in our church and I was preaching every weekend here in the city of Nairobi. Mungu akaingilia kati nikatolewa hapa nikapelekwa headquarters. Pale ambapo naongea na wakubwa ndio walisema wanataka mtu ambaye ako kiwango ya juu kidogo tuwe tunawasiliana naye, tunawasiliana na watu wadogo. Mimi nikapelekwa huko, nilikuwa nawasiliana ministers, PS, under secretary, senior, assistant secretary hapo. Ndio tukajuana na huyo chairman na mtaa sasa anaitwa Munga, chairman wa Equity Bank. He was my boss, he was the principal finance. Alikuwa anafanya kwa ministry hiyo, nilikuwa kajuana nao na watu wengine makatini chatu. Walikuwa kwa ngaba, walikuwa senior. Na nikajua vile kazi inafanywa katika high office. This guy was pushing me there. He ended by being pushed to Mombasa. So what am I saying? Usipigane vita, muachie Mungu na wewe uendelee kuwa mtakatifu na mwaminifu. Mungu atakupigania vita. Yes. Nilipokaa hapo kidogo nikawa promotion, nikaenda ministry nyingine, nikawasahau. So God knows where to take you and at what time. Usiwe unasema wananionea. Wapeleke kwa Mungu kwa maombi kama Esther. Watu wakikusumbua sana wafungie siku 3 kama za Esther. Wataona moto. Wataona dust. Wao wanakucheza na wewe. Wafungie siku 3 kama Esther. Watashangaa vile mambo itageuka. Halo? Turudi kwa somo letu. Let nothing move you. Soma. Tuko katika somo letu liko pale. 1 Corinthians chapter number 15 verse 58. Narudia huo mstari. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu zenu sio bure katika Bwana. Mimi kitu nazungumzia leo ni kwamba kujitoa kwenu katika Bwana sio bure. That is my topic. Kujitoa kwako kama mtu binafsi, kutoa mali zako, kutoa pesa zako, kuja kwa maombi sio bure. Any effort that you put towards then as the enhancement, the growth of the ministry, it has a value on your side. Anything that you do in the kingdom of God will be rewarded. Chochote ambacho unafanya katika huduma ya Mungu sio bure. Mungu wa kumbukumbu atakukumbuka. Na ndio inasema let nothing move you from this truth. Let nothing move you from what God has said in His word.
kuvunja moyo. People can watu wanaweza kukuondoa katika imani. When the Bible says let nothing move you from this faith. Move you. Watu wanaweza kukutoa katika imani. Watu wanaweza kukutoa kabisa. Pesa zinaweza kukutoa kwa imani hii. Yaani mambo inaweza kusini, ukaacha imani, ukaacha vision. Nothing should remove you from your faith. Nothing should remove you from your destiny. You have the big picture. You know where you are going. Nobody should change you from where you want to reach. Keep focusing on where you want to go. Kwani wewe uko na hii? Siko sawa? Yes. Unakuja kanisani kumwabudu Mungu wako na kumwabudu na pesa zako na mali zako na kumtukuza sababu amekupatia siku hiyo. Mtu mwingine anakuja kukuambia, sasa unajua tumeanza hii na hii na hii, na Jumapili inakuja ndio tunakutana kwa chama. Chama inakuja Jumapili wakati wa kumwabudu Mungu wako. Watu wa Mungu ni chama au ni Mungu? You can let things to move you like chama. You can let relatives to move you from the cause. Remember, I talked about the sacrificer and the sacrifice. The condition of the heart of the sacrificer is what God is looking at, so that he can bless that person. Watu wa family tu wanasema wanakuja Jumapili, unasema basi hakuna haja ya kwenda ibada. Watu wa family wanakuja kwako Jumapili, mbona wasiende Jumamosi? Kuna family meeting on Sunday, pastor. What can we do? Family meetings on Sunday is a trick of the devil to remove you closer to your maker, to remove you closer to the will of God. Jesus said, I have come to do the will of my Father. Yeah. Family meetings on Sunday is not the will of the Father. It is the will of your family members. Ni wewe utaamua. Either ujue umewekwa hapo na Mungu uwafundishe kurudisha mambo mzuri. Hebu nikwambie, Sabato wachana naye. Halo? Sabato ni ya kuabudu Mungu. Ujipatie vitabu vya kwenda kwa family meeting. Which family? If God who began the first family, who are you? Unaenda familia yetu gani? Wewe unaweza kuwa wa maana kuwaonesha njia ile wanataka kufuata. Mikutano yote ya family iwekwe Jumamosi au public holidays. Wachana na siku ya Bwana. Nikaambia watu wengine, wacheni kufanyisha watu kazi Jumapili. Kaniambia kazi, unajua. Nikawaambia wacheni kufanyisha kazi watu Jumapili. Watu nao wanataka kufanya Jumapili, walipwe. Nikawaambia hata kama wataenda kanisani, waachana nao, vipi ya Mungu. Siku moja Jumapili wakaenda wakashamucha nyama na ugali kubwa. Laji wakikula walikutwa na waisi. Jumapili walitandikwa, supu ikachukuliwa ikamwagiwa hawa na ugali wakamwagiwa, wakaibua kila kitu na ndani kukaibua vitu. Sababu Jumapili hata hakuna askari, wanakuwa wengi, watu ni wachache, walitandikwa. Kutoka siku hiyo kampuni ifanyaje Jumapili?
wanakumbukana, sababu hata mmoja wapo wa wakubwa wao alikuwepo Jumapili hiyo, naye akatandikwa pamoja nao. Halo, hiyo ni kitu ya ukweli nakwambia. Mke wangu anajua huyu mtu, unamfahamu vizuri. Let Sunday be a day to worship your Maker. 6 days utalele familia, 6 days tembeni, 6 days fanyeni chochote. Mpa Mungu nafasi ya kumwabudu kwa moyo wako na mfuko wako. Kile ambacho umeletea Mungu ni kile ambacho amekubariki nacho. Let nothing move you from serving God. Amen, amen. Yes. Asubuhi nilikuwa nasema kuna watu wa biashara na washimu sana, lakini biashara ikisidi Jumapili inakuwa pia another small God. Sidio, umeenda kuabudu hiyo. Biashara ikisidi Jumapili inakuwa a small God. Kwa hiyo ninamsihi kwa jina la Yesu kama mtumishi wa Mungu, kasi ya Jumapili mwachane naye. Biashara ya Jumapili mwachane naye. Hebu mkono kwa Yesu. Watu wanakuletea mizigo mko front Jumapili, uambie kuanzia leo letangeni siku hizo zingine Monday to Saturday. Halo? Mizigo imekuja. Mizigo imekuja Jumapili, sasa tutafanyaje? Na mizigo imekuja, si lazima, maana ikilala utalipia mali mnalala wewe. Enda kanisani Jumapili, wache ilale ulipie. Sasa Jumapili, Jumatatu iko. Wache ilale ulipie. Sasa kwenda hasara, utauza hasara hiyo vitu. Mungu ndio ukweli. Utauza hasara ukikosa kuweka namba. Seek first the kingdom of God, number 1, and all other things you will add them to you. Wewe enda hiyo Jumapili, naye Mungu anakutegea. Usilete tu. Nazo zinakaa hapo zinakuangalia. Kuna mteja kununua zinakuangalia. Sababu wengine wanauza, wewe uuze. Why? Suliacha Mungu kaenda kasi Jumapili. Mungu naye anafunga watu macho asiende kwako kununua. Nasema mimi hata sijui ni nini ni wewe. Kuna kitu baya, uchumi ni baya gani imekuangukia wewe pekee? Si watu wanafanya kazi, si watu wako na pesa. Wewe unasema uchumi uko baya aje, na watu vile wanaendelea kung'ara, watu wanaendelea vizuri, watu wananunua magari, watu wanavaa suti, watu wanakanyanga vizuri, nywele zao ni safi. Amini. Unajua perfume ni sawa. Na wewe unasema kumeharibika. Na watu wako smart. Ndio umeharibikiwa. Kaa laini ya Yesu. Mambo itaenda mzuri, ni sababu Yesu atanyosha njia zako. Yesu ataleta watu wa kukuinua. Atapanga watu waje wa kuinue wakati wako. Stand firm. Let nothing move you. Marafiki wasikumuvu. Pesa isikumuvu. In-laws wasikumuvu. Wape mashati ya kuja kwako. Halo? Si wanachomoka asubuhi, wametoka Ingo. Sasa una la kufanya mpaka ukae naye hapa hii. Hakuna kukaa nao. Pigie siruki. Mwambie naenda church. Kama sio hivyo tuende pamoja. Ikiwa ni mchana wao atachukua au ni kijana wao atachukua, sawa tu. In-laws unakuwa ni hatari. Kila wanataka kuchukua, lakini kaa na Mungu. Mungu atakurudishia vyote. Wakichukua moja, Mungu anakupatia 2. Halo! Bana kuwa na wasiwasi ya in-law. Wafuate njia ambayo ni ya Mungu. Na ukisimama na Mungu, kila mtu
atasema this one is serious. Na mtu serious anajulikana kwa familia yao, na watakuitaka kuomba, na mambo ikisidi wanakuita kuomba and the like. Amen. Tutaendelea next Sunday. Praise be to God. Amen.